Mtalipia yote, mtalipia. Mungu ataacha salama. Mungu atalipa kila damu iliyomwagika, kila mtu mlomzuru mtakuja kulipia, mtalipa kwa haya yote. Zasha hatari, Zasha hatari. Oh. Lakini si unajua kwamba dua la kuku halimtishi mwewe na wala halimdhuru. Kwa hiyo hapo unafanya kazi bure. Niko wapi? Tulia. Upo sehemu salama. Hii ni sehemu sahihi kwako ambapo unapaswa kuwepo sasa. Kwa hiyo kumbe wewe ndio kile kivuli. Na ulikuwa unajikataa siku zote hizo, unasema sio wewe. Ndio mimi. Yaani mimi ni yule, yule ni mimi. Sote sisi ni mtu mmoja tu. Na kwa nini ulikuwa unakataa sasa? Nilikuwa nakataa kwa sababu ilikuwa ni siri. Na wewe ndio uliobahatika kujua siri hii. Umechimbua mambo ambayo haukupaswa kuyajua. Ona sasa sehemu uliokuepo. Yaani yote kwa upekupeku wako ambao umepekua. Ndio kilichofanya sasa uwe hapa. Hebugwa ni mume wangu. Na kukaidi wewe ni kutokana na hofu yangu kumpoteza yeye. Siwezi kukubali yeye anateseka mtaani wakati mimi nipo. Aha. Hebugwa ni mumeo. Na hiko ndio kilichofanya mpaka sasa uwe maeneo haya. Kwa sababu nilishakwambia achana na Ibugwa. Nilishakwambia kaa mbali naye na uendelee kufanya mambo yako. Lakini ukaidi wako ndio uliokuponza. Kwa nini umeniweka hapa? Nimekuweka hapa kwa maagizo. Maana ningekuwa ni mimi, ningesha kumaliza muda mrefu. Lakini kuna mtu alioniagiza. Na eneo lote hili sio salama. Kwa ukisubutu kuinua mguu wako tu na kutoka, utarudi kwenye hali yako hile hile. Kumbuka nimekutoa kwenye msukule. Kumbuka nimekutoa kwenye msukule. Na ndio maana umefika hapa haujitambui na umeshangaa kuwepo hapa kwa sasa. Kwa hiyo nimefanya hivyo kwa amri. Ukisimama kujitoa ulipo kuwepo, utarudi kwenye hali yako na hautakuwepo hapo ulipo. Kwa taarifa yako, huyo mtu anayekuja hapo mbele yako ana kazi kubwa na wewe. Sisemi kwamba mimi sina kazi na wewe. Ninayo. Ila kazi yangu mimi ni ya pili. Ya huyo aloniagiza ndo kazi yake ya kwanza. Yeye ndo ataingia hapa sasa hivi kuanza na wewe. Maisha yako yapo kwenye maamuzi mazuri juu ya huyo mtu. Kama utaongea naye vizuri, utakuwa kwenye mikono salama. Msikilize na umjibu vizuri. Bwana hongera sana bwana. Hongera sana. Yaani kitu ulichokifanya, yaani hamna mtu yote anaweza kukifanya. Yaani safi sana mzee. Umetumia aina gani ya kumpiga yule bana mpaka kumuua? Taekwondo nini ile shoti gani au? Kate zuki. Kakata geli. Yaani safi. Yaani wewe bonge la jitu. Yaani wewe mimi niko naamini kabisa kwamba wewe ukifika pale unachukua finyanga unamweka unamshika unamtupa kutu. Unaua. Yaani safi, umeua vizuri. Yaani yaani wewe, yaani sijui nisemeje yani. Yaani safi sana. Alafu sikiliza kijana. Wewe katika maisha ya ukweli kabisa, huwezi kuchukua mtoto wa mtu na kwenda kuishi naye bila matakwa ya wazazi wake. Sijui umeelewa? Unatafuta kifungo. Unatafuta jela. Utakuja kufungwa kijana wangu. Huwezi kuchukua mtoto wa mtu kwenda kukaa naye. Alafu kingine, inabidi nikununulie jogoo. Jogoo mwekundu, nipate jogoo mwekundu mkubwa yule. Tumchinje tupate damu tuweke kafara. Ili uache kuuaua na uache kukaa na watoto wa watu bila ridhaa
wazazi wao. Umeelewana? Yule mwamba bado hajafa. Yaani yule mwamba sijamuua. Kwa nini? Hivi kwa mawazo yenu nikiwaambia kwamba yule mwamba amekufa. Yule mwamba sio kufa kirahisi rahisi. Wewe. Kwani asife ana roho yule? Roho hana? Roho anayo. Sasa kwa nini asife? Ndio tukaue. Mimi sio muuaji. Kauwe tena. Sasa kumbe wewe anakufaga mwenyewe mtu anakufa hivi hivi tuka kuku. Mimi sio muuaji. Nendeni wawili. Sikilizeni. Mimi naumwa, sikilizeni. Ningewaambia kwamba mwamba anakufa kirahisi, nyinyi mngebweteka. Na mfano mzuri ndio huu hapa huu. Ndugu yako anaonekana alishabweteka. Ananipongeza mimi, hongera baba. Umeua, umetumia kakato au tatezuki. Sasa sikiliza mzee. Tunaungana pamoja. Tunakwenda kufanya mauaji. Sasa nendeni wawili. Sikiliza. Wewe baba unashika shingo, wewe unashika miguu, mimi ndo namalizia kakato gari yangu, shughuli inaisha. Ila mkae mkijua kama mimi sio muuaji. Sijawahi kuua hata siku moja. Nilishakupa tekniki za mauaji. Sijaifanyia kazi kwa wewe kaka. Usituambie kwamba wewe sio muuaji. Ili swala tulipanga watu watatu. Yes. Utaturukaje sasa? Ndio nakwambia sijawahi kuua hata siku moja. Na unaenda kuua wote. Mimi siwezi kuua. Utaua. Na uaje? Umeshaingia kwenye 18. Mzee. Nisikilize. Wewe si ulinikunja mimi? Mkunje huyu hapa. Wewe atatukimbia tena. Huyu hawezi kukimbia tena kwa sababu huyu mwenyewe ananijua mimi shughuli zangu. Kukimbia, yani hajafika kokote, mimi nimeshafika, nimejam, nimemchukua. Kwa hiyo wewe ndio uondoka na. Juu, nenda. Let's go. Twende. Nakuja, tangulia nakuja. Twende tondoke. Ni wewe au kuna mtu mwingine ambaye nilikuwa natakiwa kumsubiri hapa? Mtu mwingine atoke wapi? Ndio mimi ambaye uko nasubiria. Dada, unashirikiana na mchawi? Sasa sababu ni zipi mpaka wewe ukashirikiana na mchawi? Sasa sikiza nikwambie mdogo wangu. Sababu ya kwanza ni mimi hapa. Sababu ya pili, mchawi anaijua mwenyewe. Sio, unanielewa? Ninachokihitaji mimi kikubwa mno. Nataka uniandikishe kile kiwanja cha Goba na cha Bagamoyo. Alafu uniandikishe na ile nyumba yako ya hapa. Asa wewe dada, mali zangu zitakusaidia nini? Sasa unavyoangalia mimi na umri wangu huu, nawezaje kupata mali tena? Yaani wewe unamiliki nyumba, mimi sina kitu chochote. Kwa hiyo ninachokitaka uniandikishe vile viwanja, uniandikishe na ile nyumba. Kwa sababu wewe ni bado msichana, utaendelea kupambana, utapata vitu vingine. Kuliko mimi naendelea kwenye kufa tu. Umri wangu umeshaenda. Ina maana unaniogopa. Mpaka umeshindwa kuja kuniambia unaniogopa, unamtumia mchawi, si ndio? Kwamba ungekuja kuniambia kwamba mdogo wangu nataka kitu fulani ningekunyima. Nilishawahi kukukatalia kitu wewe? Kumbe hujajua kwamba yule alikuwa nakupelemba siku zote, mimi ndo nilikuwa namzuia. Sasa kwa hichi ambacho kilichokuwa kimetokea ndo nikamtafuta. Siku zote mimi ndo nilikuwa namzuia sije kukufanyia kitu kibaya. Mimi niandikishe hizo mali, niendelee na maisha yangu, na wewe nikuache uendelee na maisha yako. Kwa sababu wewe bado mdogo. Hapo ulipoona mtoto hata mmoja. Na usipofanya hivyo, ndugu yangu utakufa. Nitazichukua bure bure. Yaani ni bora unipe wewe mwenyewe kwa mkono wako. Uniandikishe mwenyewe kwa mkono wako. Lakini kama utazembea, nitakachokukuta, haya, mimi sipo tena. Sio kwamba sitaki kukuandikisha chochote. Shida iko hapa. Kila kitu ninachokimiliki, 90% mume wangu anahusika. Yaani ukienda kuzitafuta hizo nyaraka kuhusu mali zangu, lazima ukutane na mume wangu. Hebugwa. Yaani kumbe wewe ni mjinga kiasi hicho? Yaani wewe unakwenda kumnanilia Hebugwa? Kuandikisha mali wewe, yaani jina lako na Hebugwa? Yaani wewe ni mpuuzi kweli kweli yani. Wewe utamwandikaje mwanamume kwenye mali zako? Kwa nini usingeniandika mimi dadako? Kwa sababu nilijua dadangu ni zipe. Ilibidi nimwandike mume wangu ambaye ana akili ya maisha. Yale choko na kiwaza ndo kale. Wewe umezidisha sana mapenzi, unampenda sana mumeo kuliko hata mimi ndugu yako. Kumbe nilikuwa nipo sahihi. Kitu ambacho nitakachokufanyia kama kilichomkuta Idi Amini, subiri uone.
Yaani mimi amenikera, yaani amenikera kabisa. Hivi kweli yaani anakaa kabisa nafikiria kabisa ananiita mimi zipe. Yaani yule mtoto unajua yaani hana akili kabisa yani. Yaani sijaweza amini kama anaweza akafanya vitu vya kijinga kabisa. Yaani kafanya vitu vya kipumbavu yaani mpaka najifikiria. Ni yule Janet wa kwangu au nani? Yaani Janet huyu. Mungu wangu. Nashindwa jinsi ya kukujibu. Kwa sababu sijui kimetokea nini humo ndani. Kwani imekuwaje? Haiwezekani. Mimi kaniita zipe mimi Janet. Yaani leo inaniuma mimi kuniita mimi zipe. Usitishwe na maneno madogo madogo ya watoto wadogo. Nataka kujua kimejili nini humo ndani? Mmefikia wapi yani? Yaani yule mtoto ni mjinga sana yule. Yaani yule mtoto, yaani vile vitu unavyoviona vile, zile mali zote zile amemwandika yeye na wewe migoko wake. Yaani kashindwa, yaani ameshindwa kabisa. Hata afikirie hata kidogo basi aniandikishe hata mimi. Yaani kwa kweli Hey. Yaani mali amemwandikisha na Hebugwa. Mali kamwandikisha Hebugwa, eti jina lake na Hebugwa. Hivi yule mtoto ana akili kweli yule? Afu yeye kabisa anakaa nafikiria kabisa wakuniita mimi zipe. Kwa wewe lengo lako tuanze na Hebugwa. Aswa? Maana tukimwanza yule Hebugwa atakuja kunisumbua mimi. Yaani inabidi wewe uendelee kumpa mateso ya hivyo kidogo mateso mpaka akubali kuniandikisha mimi. Hivi unachokiongea umeanza kukifikiria? Au unaongea tu kirahisi? Ushawahi kujua mziki wa Hebugwa wewe? Yaani huyo Hebugwa mimi ndio kitu ambacho kinanichanganya siku zote. Nawezaje kumwanza yeye? Wakati mtu rahisi yupo, na ndio maana mimi nilitaka nimuue siku nyingi ndugu yako, lakini wewe ndio ulikuwa unaweka uzio. Umeona sasa kilichokuja kujili? Asa ningejuaje kama Janet kajiandika yeye, kamwandika na Hebugwa? Tungejuaje hilo? Kama tungekuwa tumeshaharibu tayari. Kwa hiyo haiwezekani, yani hapa inatakiwa yani wewe uendelee kumtesa Janet hivyo. Na kwanza leo usimpe kula kutwa nzima, hata maji usimpe leo. Yaani yule sio akunita mimi zipe. Mimi wakunita mimi zipe. Usimpe maji nakwambia leo wala chakula. Shida yako wewe ni mama huruma. Na siku zote huruma sio malezi. Hivi ningekuwa nimeshamaliza kazi, nini sasa kingetusumbua? Zasha, na wewe acha kunichanganya bwana. Mbona unaongea sana? Mimi ndio hivyo nishakwambia. Huyu ni mganga, alafu pia ni mchawi. Vitu vya kutisha vyote, maovu yote yale ni mama mdogo. Kwani wewe ni nani? Au wewe ndo yule ambaye unatamkwa kwamba ni kaka? Umekuja kumsaidia? Unafikiri utaweza? Hauwezi. Na huyu ni wakufa tu. Hutaweza kwa namna yoyote. Hauna nguvu ya kuweza kumuokoa huyu. Unajua kama mwimbaji umeenda kwenye studio kubwa sana, lakini viwango vyako vya kuimba ni vidogo sana. Ndio maana unahangaika hata kuongea. Kwanza hii nyumba mmiliki wake halali utakuwa umjue. Siwezi kujitambulisha, watakutambulisha wenyewe Wandewa waliofanya shughuli hii kwa mdogo wangu. Mimi nakufahamu kama mganga maarufu Chapisho. Kumbe mganga mchawi. Inapendeza, hongera kwa tajiri. Hivi unafikiri mimi naweza nikatikisika huyu? Kwa sababu wahusika wapo juu huyu na wewe ukiwa muhusika. Sasa waambie wenzako. Sijui mtamzikia kaburi gani na msiba mtaweka kwenye ardhi ya nani na nyumba ipi, mkoa gani, nchi ya wapi. Waambie tu, ongea wa kujinadi. Ungekuwa unajua unayeongea naye. Hivyo ndo unavyojidanganya? Mwambie huyo mbwa
huyu mdogo wangu mimi ni mzima. Afu hii ni mara ya pili. Kwa sasa sitakaa kimya. Siwezi kupigana vita kizembe. Mi kama Irani tu natoa taarifa, napiga wapi na muda gani, na napiga kweli. Kwa nakupa muda. Kama mnazika zikeni leo. Mzike kabisa kila kitu na mkimbie nchini mpotee. Mkishindwa mdogo wangu nimkute anasimama na leo hiyo mwisho. Na nyinyi ndo mtakaye hama. Msipo hama mikono yangu itamwaga damu. Manake nishaga kataa, lakini sasa iko mbioni. Zasha. Hatari. Zasha. Hatari.